Bwana, yasikilize maneno yangu, uangalie kukali kwangu, uisikie sauti ya kilio changu, ya mfalme wangu na Mungu wangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Naomba tuketi. Pamoja na nia zetu mbalimbali tunamtafuta Kristo wetu katika jina zao. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria anayeombea familia neema ya kuongozwa na Roho Mtakatifu katika kutambua vema na madhaifu yao yanayoleta makwazo, kufarakana, chuki, hasira, kiburi na kutokusameheana, warudishiwe amani, upendo, msamaha na mshikamano kwa nia ya Kristo Mungu. Kwa maombezi ya Bikira Maria afya ya roho, wanamwombea baba yao waweze kupata uponyaji kwa maradhi yanayomsumbua kwa nia ya familia moja. Anamshukuru Mungu kwa yote anayowajalia. Anamwombea Wayne apate kazi kama ya mapenzi ya Mungu kwa nia ya Kristo Mungu. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Mungu, familia inaendelea kumshukuru Mungu kwa jinsi anavyoendelea kujibu maombi yao. Pia wanazidi kumwomba Mungu abariki nia na mipango ya kila familia na kuzidi kuwaimarisha katika imani na kumpenda Mungu, zaidi kupendana na kusaidiana katika yote kwa nia ya familia. Wanamshukuru Mungu kwa kufanikisha kazi yao na hatimaye kukabidhi. Wanamwomba Mungu aendelee kuongoza kufanya kazi kwa pamoja na ushirikiano kwa nia ya familia. Wanamshukuru Mungu kwa kuwajibu maombi yao. Wanamwombea kijana wao, Mungu akamsimamie katika mpango wake na kumwepusha na hatari zote zinazozuia Mungu wake. Pia kuwaombea vijana wote ulimwenguni hofu ya Mungu na maadili mema katika maisha yao kwa nia ya wazima wake. Wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mama yao na kulita Kiingereza pamoja na watoto wote, ndugu na marafiki na wale wasiowajua waliotangulia kwa Baba. Kwa huruma ya Mungu wapumzike kwa amani kwa nia ya familia. Kwa marehemu tunawaombea katika misa hii takatifu furaha ya milele kuwapee Bwana, wapumzike kwa amani. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo katika maandiko matakatifu tunaambiwa uombe. Katika sehemu ya Injili takatifu, Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 kuendelea, tutakumbuka kwamba Kristo anaitoa ile hotuba ya mlimani. Na katika hotuba ya mlimani leo tusikia sehemu kipande kidogo cha hotuba hiyo ya mlimani. Sehemu hii ya hotuba ya mlimani ya mambo mengi, lakini leo tutazungumzia zaidi kuhusu kuomba. Kristo anatukumbusha mimi na wewe leo kwamba tunapaswa kuomba. Na katika kuomba tunaalikwa pia kubisha hodi. Kumbe ukibisha hodi utafunguliwa. Ukiomba utapewa. Na mwishoni tutaambiwa ya kwamba kama wazazi ambao wametuzaa wana uwezo wa kutupatia yale yaliyo mazuri, yale yaliyo mema, yeye Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba sisi atashindwa kutupatia kile ambacho tunahitaji? Kama mtoto akiomba samaki, je, mzazi wake ataweza kumpatia nyoka? Mzazi wake ataweza kumpatia nge? Wapendwa katika Kristo, pia katika somo la kwanza Mfalme Esther, katika kitabu hiki cha Esther, anaomba msaada na hatimaye amepewa. Sisi pia ndugu zangu katika Kristo, tukiomba Mwenyezi Mungu anatupatia. Moja kati ya nguzo msingi za kipindi cha Kwaresma ni kusali. Na kusali, tunasali na kuomba mahitaji yetu mbalimbali. Kumbe Kristo anatukumbusha kwamba tukiomba tutapewa. Hakuna haja ya kutangatana huku na kule. Kristo yuko nasi akisikiliza maombi yetu, akisikiliza dua zetu. Tuombe neema ya Mungu ili tuweze kudumu katika sala, tukiomba, tukibisha tutafunguliwa, na tukiomba tutapewa. Tuombe neema ya Mungu kudumu katika imani, tukiomba.
ndugu yangu na ndio katika leo ya Kiswahili katika leo. Sasa ni wewe na ukiwa na Mungu bila tatizo kuendelea kuendelea. Mwenye anaendelea kukua hasa kidogo kwa daraja la wewe. Sura ya 4 aya 17. Malkia Esta naye alikimbilia Bwana akishikwa na utungu wa mauti, akazivua nguo zake za fahari, akavaa nguo za huzuni na kilio, na badala ya manukato mazuri alijitia majivu na samadi kichwani, akajinyenyekesha mwili wake hata mahali pa mapambo ya furaha, alijifunika kwa nywele zake zilizofunguliwa. Akamuomba Bwana wa Israeli akisema, Bwana wangu, wewe peke yako mfalme wetu, unisaidie mimi niliyemkiwa, wala sina msaidizi mwingine ila wewe. Maana hatari yangu imo mikononi mwangu. Tangu nilipozaliwa katika kabila ya baba yangu, nimesikia ya kuwa wewe Bwana ulichagua Israeli katika mataifa yote na baba zetu katika jamaa zao, kuwa urithi wa daima, ukawatimilizia yote uliyoyaahidi. Utukumbuke, e Bwana, ujifunue wakati wa taabu yetu, unipe moyo thabiti, e mfalme wa miungu na Bwana wa mbingu zote. Unitie kichwani mwangu maneno ya kufaa mbele ya simba, ukaugeuze moyo wake apate kuchukia yule anayepigana nasi, ili akomeshwe pamoja na wote wenye nia moja naye. Lakini utuokoe sisi kwa mkono wako, unisaidie mimi niliye peke yangu, bila msaidizi mwingine ila wewe Bwana. Neno la Bwana. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya Mungu nitakulia zaburi. Nitasujudu nikikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umekuza ahadi yako kuliko jina lako. Siku ile niliyokuita uliniitikia,
pia ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Na mkono wake wa kuume utaniokoa, Bwana atatimilizia mambo yangu. Ee Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtakoma, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atakaye kuona, naye atishaye kufunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanamke akimwomba mkate atampa jiwe? Au mlio waovu unajua, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kwa kwenu mtawasema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wampao? Basi yoyote mtakayotendewa na watu, nanyi mtendeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Neno la Bwana. Ubariki juhudi za viongozi mbalimbali za kutafuta amani na uhuru kidini kati ya mataifa yetu. Usaidie kuondokana na roho ya binafsi, chuki na wivu kujengwa. Kwa nguvu ya msalaba wako utie upendo wa kidugu kati ya watu wote. Washirikishe magharibi wetu na yanayotuko wako. Tunaendelea kuombea wagonjwa wote waliokumbana na hospitalini, wanaotegea kwa mtakatifu wa Kristo, ili Mungu Mwenyezi kuwajalia uponyaji kama Bikira Maria alivyomwomba, ili kuwa mwombezi wao na mtumishi wao kutokana na pia, ili Mungu Mwenyezi kuwajalia uponyaji wote. Bwana, endelea kuziona familia zetu ili katika sala na matendo mema familia zetu zitaweza mema.
Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli na haki tunafaa kuleta wokovu, tukikueleza wote Bwana mtakatifu Mwenyezi Mungu. Ulitaka tukueleze Bwana kwa heshima, ili kwa njia hiyo hata tusikose tunalostahili na kwa kupatia mwachaji tunamkiaji kwa kweli mwako. Kwa hiyo sisi pamoja na wanawake kwa kawaida tunakutukuza na kusifu tukisema Bwana kweli mtakatifu na mkirimi wa watakatifu wote. Tunakuomba utukuze zawadi hivi kwa nguvu ya Baba, Yesu wetu, mwili na damu ya Mwana wetu Yesu Kristo. Yeye alitolewa kwa njia ya mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaufunga na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya takatifu na milele, itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana kuadhimisha kuadhimisha kiti na kufuata nao, tunatolea wakati mzima na kutuletea wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa tunakustahilisha kusema mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki na damu ya Kristo tukusanye na mtakatifu tupate kuwa na Mungu. Bwana duniani ulikamilisha kwa mapendo pamoja na mtakatifu Francisco na askofu mkuu wa Israeli na askofu msaidizi cha Mungu na wazee wote. Wakumbuke watumishi wako Clemensiano na Kusasilio ulioweka kwako kwa dunia hii, wajalie wao washirikisha katika mwanao wa ubatizo, washiriki pia ukuu wake. Wakumbukia mchezo wa dunia na kwa wakubwa na maana yote tunaomba katika kanisa hili takatifu walioingia katika umma yao kwa kupiga Mungu kwa sababu tunaomba kwa dunia hii sote. Ili pamoja na Maria Bikira Jitei na Mungu na Mtakatifu ni wake Bikira mitume Jitei na Mtakatifu Gaspar Nikolaus Mtakatifu Sabeli Francisco Asisi na mbele na mbele na kare mbele na kusifu na kukuza kwa njia ya Bwana Yesu Kristo. Kwa njia yake na mwanae na ndani yake wewe Mungu Mwenyezi katika umoja wa Mtakatifu unapata heshima na utukufu milele na milele. Kwa kuridhia wizo na uwezo wetu na kwa mafundisho ya Mungu na kujibu kusema Baba yetu uliye mbinguni,
Bwana tunakuomba uokoe katika mambo yote, tujalie kwa wema na amani katika msaada wa baraka kwa ile dhambi, wala tunaisha na jambo lote kwa sababu ya unyenyekevu na ukiwa wewe Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, tunako amani na matini na maneno na mambo. Sasa zetu na watu nyingi ila tuimani kanisa lako. Wewe uliweza na mmoja kwa Mungu wako. Unayefuata baraka na milele. Amani ya Bwana iwe daima nasi. Mwana wa Mungu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama mwangalia ndani ya ulimwengu, ingawa yalipa katika damu ya mwana-kondoo. Mwili na damu ya Kristo vilevile tupate uzima wa milele.
apataye kuona, naye afundishaye atafunguliwa. Tuombe. Ee Bwana Mungu wetu, tunakuomba ili mafunuo matakatifu tuliyojalia na kufundisha kwa Mwokozi wetu yawe kwetu katika kuponya sasa na siku zote, na pia na Kristo kwa Bwana wetu. Baba uliye mbinguni, kama unateseka, kumbuka misa. Na katika misa ndiko sadaka ya Yesu mwenyewe anatolea msalabani. Na kama usipokuelewa, apende Bikira Maria na Yosefu, wao wanaelewa. Nani katika sala zenu, misa ni maisha yetu, misa ndio kila kitu katika tunapoingia katika Mungu mshiriki ili katika mahangaiko na mbalimbali ndio kuombea familia zetu ili Mungu Mwenyezi akamilishe upendo na umoja kwa familia zetu na jamii zetu. Tunamkimbilia ulinzi wako. Bwana nakuomba ije juu ya wakumbara wa rehema tunayotumainia, na wapate kwa wingi neema mbinguni, ili kwa njia yake wajue barabara yanayotakiwa kuombwa na kuhakikisha kuomba wanayopata kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani, kisha mmekwisha. Asanteni.